Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye kipindi hiki jioni ya leo. Naitwa mchungaji Ken Rono kutoka kanisa la UPEC South Wareng District, na ninakukaribisha tukaweze kwenda pamoja kwenye kipindi hiki. Geuka nami kwenye kitabu cha Wafilipi 1:6. Biblia ikaniambia ya kwamba nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Mpenzi mtazamaji, nataka nikuambie ya kwamba yeye aliyeanzisha kazi njema mioyoni mwetu anaenda kuipeleka hata hitimisho kufikia siku ya Bwana. Ninajua ya kwamba wakati wewe ulipeana maisha yako kwa Kristo, ulikuwa unajiuliza ni vipi ambavyo mimi nitaweza kukua ama nitanenepa kwa njia gani katika maisha hii ya wokovu. Mimi nitaenenda kwa njia gani kwa hii mambo ya wokovu. Ninataka nikuambie ya kwamba yeye aliyekuambia ya kwamba ukaachana na mienendo hizo na akakuambia kwamba ingia katika maisha ya wokovu, anajua ni vipi atakavyoimaliza. Kwa hivyo ninataka nikuhakikishie ya kwamba mambo ambayo Bwana amekianzisha mwenyewe ataipeleka hata hitimisho. Kwa hivyo usikate tamaa, usikufe moyo wakati mambo unaona kama yanachukua mkondo mwingine, maana Bwana anaenda kushughulikia hali yako. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 6:1 na kuendelea, unakumbuka Yesu kulikuwa na kundi kuu ambalo lilikuwa linamfuata wakati alipokuwa akihubiri, akifanya miujiza. Kukawa na umati mkuu kiasi cha watu wasiopungua 5,000. Na wakati huo wanafunzi wake wakaanza kujiuliza, sasa hao watu vile wamekuwa na sisi na imewadia wakati wa kukula, watakula nini? Na Yesu akageuka akamuuliza Filipo ya kwamba tutapata wapi mahali pa kununulia vyakula kwa hawa watu? Lakini nashukuru sana kwa mstari wa 6 akasema, lakini swali hili aliuliza kwa kumjaribu, maana alijua ni lipi atakalotenda. Kwa hivyo ninataka nikuambie ya kwamba Bwana anapokuambia ya kwamba achana na mwenendo huu, Bwana anapokuambia ya kwamba achana na tabia fulani, usijiulize ni vipi nitakavyoweza kuishi. Lakini unataka nikuambie ya kwamba vile Kristo ameingia ndani ya maisha yako, yeye ni mtakatifu, yeye ni msafi, na iwapo yeye ni mtakatifu anahitaji watu walio watakatifu. Na hii utakatifu sio wewe ndio utakayefanya bidii ya kuipokea, maana hii tumepewa kwa neema. Wokovu huu tumepewa for free, na kuna yule ambaye anashughulika, ambaye tumeisoma hivi sasa, ambaye ametuambia kwa Wafilipi 1:6 ya kwamba aliyeanzisha kazi njema ataipeleka hata hitimisho. Jambo unalohitaji kufanya ni hili: tafuta uhusiano wako zaidi na Bwana. Tafuta uhusiano wako na Kristo. Unapotafuta uhusiano wako na Bwana, basi Bwana atakuwa mtetezi wako. Inamaanisha ya kwamba tutakufa katika ukale wetu na tukavishwa nguo mpya. Iwapo sisi tumeweza kumpokea Kristo, mitindo zetu za kale tunakufa. Na sasa tazama, tutafufuliwa na Kristo kwa mtindo mpya. Tunaanza kufikiria kama vile Kristo anavyofikiria. Tunaanza kusongomoza kama vile Kristo anavyosongomoza. Tutaanza kuvalia hata kulingana na vile Kristo anavyotutakia. Iwapo tuko tayari, ni lazima tukae kama vile Kristo anavyohitaji. Mpendwa, maisha ya wokovu haihitaji bidii nyingi, inahitaji tu kujiachilia. Haihitaji ufanye sarakazi mingi, inahitaji tu kujiachilia kwa Bwana. Umwambie Bwana, mimi sasa niko tayari. Na yeye ni mwaminifu. Alipoondoka katika dunia hii akasema, tazama sitawaacha kama mayatima, lakini nitawatumia msaidizi. Na aliweza kutimiza hilo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 3. Ilipowadia usiku ya Pentekosti, Bwana akaachilia Roho wake Mtakatifu na ikawashukia watu. Na kuanzia siku hiyo mpaka wa leo, Roho Mtakatifu wako na sisi. Na kwa hivyo huyo Roho Mtakatifu ndio mwalimu wetu. Ndiye atakayetufundisha yale tunayostahili kufanya na yale tusiyostahili kuyafanya. Kwa hivyo sisi tutafute tu uhusiano wetu na Bwana. Jambo la pili, ujione kama vile Bwana anavyokuona.
Mara nyingi sisi tunajiona kana kwamba sisi maskini, sisi hatuwezi, sisi ni wagonjwa tu, ni kama tutakufa tu. Ni kama hii hali ambayo sisi tuko ndani yake itatumaliza. Ni kama sisi tumegandamizwa tu, ni kama tutakufa tu tukiwa watumwa kiasi hii. Lakini sivyo ndivyo Bwana anavyotuona. Bwana anatuona tukiwa watu ambao tuko free, and the Bible says when the Lord sets you free, you remain free and free indeed. Ninataka nikwambie mpendwa, wewe una uhuru wa Bwana. Kwa hivyo wacha kujiona kana kwamba wewe ni maskini. Usijione kana kwamba ni kama utakufa the following day. Hapana, ishi kabisa kifua mbele. Simama kabisa kishujaa, ukijua ya kwamba mimi ninajua ninakoelekea. Ninajua yule ambaye nilimpokea, na yeye niliyempokea hako tayari kunitetea. Yuko mtetezi wangu. Yule ambaye Ayubu alisema kwamba mtetezi wangu hako hai. Ninataka nikwambie pia nawe mtetezi wako yuko hai, katika jina la Yesu Kristo. Mitindo mingine, kupitia kwa neema ambayo Bwana ameweza kutupa, ametuongezea pia na hekima. Hekima ambayo haifanani na ile wanadamu wanapeana. Hekima sio kama ile ambayo inatafutwa kwa vyuo vikuu. Hekima sio yenye inafanana na yenye tunafundishwa katika jamii zetu. Lakini hekima ya Bwana inafanya vile Bwana anavyotaka. Hekima ya Bwana ni Bwana mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Ninataka nikwambie kwamba Bwana ako tayari kukutetea. Bwana ako tayari kupigana vita ambavyo wewe unajiona kama ni vita vyako. Bwana ako tayari kukupigania. Ninataka pia jambo la 4, ukaweze kuangazia, weka maisha ya Kristo mbele yako, ukaichukue kama kioo. Wakati unapojiona katika kioo, mara nyingi kuna vitu ambavyo ni lazima utairekebisha. Kama ni nguo, unahakikisha ya kwamba ndio hili ambalo mimi nimelivalia ni kama halijanifaa, hili ni kama hili kola langu halijakaa vizuri, hili kama hili shati ni kama ni chafu. Unajaribu kufanya bidii kuhakikisha ya kwamba unaifanya vile ambavyo itakufurahisha wewe. Kwa hivyo Bwana ni kioo chako. Bwana chukua kama kioo chako, ili kwamba kila jambo utakuwa unakiona, unaona okay, mimi kumbe Bwana anasema kwamba hapa sijakamilika, lazima nijikamilishe hapa. Kumbe hapa Bwana anaona kwa uchafu, wacha niitoe hiyo uchafu. Hapa kumbe Bwana anaona si stahili, basi Bwana basi unafanya vile ambavyo Bwana anakusaidia. Na kupitia kwa hiyo, sehemu zako zote za maisha yako itakuwa transformed, itaweza kugeuzwa, itabadilishwa kikamilifu. Tabia yako itakuwa imebadilika, mazungumzo yako itakuwa imebadilika, mitindo zako zitakuwa zimeanza kubadilika. Marafiki ambao utaanza kutembea na wao ni marafiki ambao wanamuenzi Bwana, ni watu ambao wanamuogopa Bwana, ni watu ambao wanazungumza kuhusu ukuu na uzuri wa Bwana. Kwa hivyo ninataka nikuambie mpenzi mtazamaji, ya kwamba leo kata kauli ukaweza kumpokea huyu Bwana ambaye iwapo ataanza pamoja na wewe, ataipeleka wokovu aliyoweka ndani yako mpaka hitimisho. Kila ambacho alikipanda ndani yako ataipeleka hata mwisho wa dahari. Hiyo alituambia vizuri wakati ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 28:19 hadi 20. Akasema kwamba nendeni ulimwenguni mkiwaambia mataifa, wakaweze kugeuzwa kuwa wanafunzi. Na akatuambia kwamba kupitia kwa hilo atasimama pamoja na sisi hata mwisho wa dahari. Kwa hivyo tunapompokea Bwana, tutaanza kuenenda kwa njia ambayo Bwana atakuwa anaifurahia. Tutakuwa watu ambao tutakuwa tunaendelea katika mtindo na katika njia ambayo inampendeza Bwana. Kwa hivyo imetuambia vile vile kwenye mstari wa 7, kama ilivyo wajibu wangu kufikiri hayo juu yenu nyote, na sababu ninyi mmo moyoni mwangu, kwa kuwa katika kufungwa kwangu na katika kazi ya kutetea injili na kuidhibitisha, ninyi nyote mmeshirikiana nami neema hii. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, kama vile Paulo alivyoiambia kanisa la Filipi, ya kwamba vile ninyi mko ndani ya moyo wangu, mimi ninawadhamini sana. Na ndiyo maana ninawapa hakikisho hili, ya kwamba yule aliyeanzisha kazi njema mioyoni mwenu ataipeleka hata hitimisho.
Kwa hivyo ninataka nikwambie pia nawe, kwa sababu ninajua uko ndani ya moyo wangu. Mimi ninakupenda na ninahitaji sana uhakikishe ya kwamba unaenenda kwa njia inayompendeza Bwana. Kwa hivyo kama utaenenda katika njia inayompendeza Bwana, Bwana aliyeanzisha jambo hilo atakusaidia, atakupigania. Umaskini haitakuwa ni jambo ambalo halitakuwa linaongelewa tena katika maisha yako, kwa sababu tayari Bwana ako pamoja na wewe. Kwa sababu sisi ni watoto wa tajiri, kwa hivyo umaskini hautatajwa kwa maisha yetu. Kwa sababu sisi ni watoto ambao Biblia imetuambia kwamba kwa mapigo ya Yesu tulipokea uponyaji, kwa hivyo magonjwa haitakuwa sehemu yetu. Kwa sababu Bwana alituambia kwamba yeye ni Mungu ambaye ana wingi wa rehema. Sasa rehema itakuwa ni sehemu yetu. Tutakuwa tunaishi tukifahamu ya kwamba Baba wetu ni tajiri, Baba wetu anatupenda, Baba wetu anatutetea, na yeye ameanzisha kazi njema kwetu, na hilo kazi njema aliyoanzisha kwetu ataipeleka hitimisho. Ninataka nikushukuru sana mpenzi mtazamaji, kwa sababu ninajua ya kwamba umekata kauli ndani ya moyo wako na umesema ya kwamba unaenda kutembea kwa njia ambayo inaenda kumpendeza Bwana. Kwa hivyo sasa usianze kufikiria ni chuo kipi ambacho nitaenda nikaelimishwe, maana tayari tumehakikishiwa mwalimu ako na sisi ambaye ni Roho Mtakatifu. Usijiulize ni kanisa lipi hilo ambalo watanisaidia nikaweze kunenepa katika njia ya kweli, maana tayari Roho Mtakatifu tunaye ambaye ni mwalimu wetu, anaenda kutufundisha, anaenda kutuelekeza kwa njia ambayo inampendeza Bwana. Sisi tu tumkaribia Bwana, sisi tu tuenenda katika njia za Kristo, na yeye aliye mtetezi anaenda kutushindania na kutupigania katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mpenzi, ninataka nikuombe ya kwamba ukaweze kutengeneza uhusiano wako na Bwana. Tengeneza uhusiano wako na Bwana. Hauhitaji kufanya kazi nyingi. Hauhitaji kwenda kuuza mali yako ili kwamba ukaweze kumfuata Kristo. Hauhitaji kwenda katika kanisa fulani maana eti kwa sababu kuna mahitaji mengi ambayo yanahitajika. Haya mengine tu ni ya kukaisha mwili huu kwa wakati utungale katika dunia, lakini ukweli wa mambo ni kwamba wokovu Bwana uliulipia msalabani. Wokovu tuliupokea msalabani, na yeye ametuambia kwamba ni sisi tu kuchukua hatua ya kujishindia. Tuishike sana kila ambacho Bwana ameweza kuiweka ndani yetu. Na bila shaka anaenda kututetea, na bila shaka anaenda kutushindania katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kufikia hapo, ninataka nikuombe ya kwamba ukaweze kuitoa maisha yako kikamilifu kwa Bwana, na yeye anaenda kukuongoza, na yeye anaenda kukupigania katika jina la Yesu Kristo. Ukifahamu ya kwamba aliyeanzisha kazi njema kwako ako tayari kuipeleka hata hitimisho katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Bwana Mwenyezi kwa ajili wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa mpendwa huyu ambaye ameweza kulisikia ujumbe huu, na kwamba Bwana anaenda kuenenda katika njia zako. Bwana umetuambia ya kwamba wewe uliyeanzisha kazi njema kwetu utaipeleka hata hitimisho. Kwa hivyo tazama, mpendwa huyu amekiri kwa kinywa chake na ameamua ya kwamba anataka kuenenda pamoja na wewe. Asante kwa wokovu ambao unampa, na ni ombi langu ya kwamba Bwana ukaweze kumuongoza katika njia ya wokovu. Asante maana wokovu ambao umeianzisha utaipeleka hata hitimisho. Asante maana unaenda kumsaidia, unaenda kumuokoa na kumpigania katika kila njia hata siku utakaporudi Kristo. Kwa hivyo naomba ya kwamba ukaweza kumbariki mpendwa huyo, ukageuza maisha yake kikamilifu kwa utukufu na heshima jina lako. Ubarikiwe, ushukuriwe milele, maana tuwaomba kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen.